Naam, karibu katika episodi ya 3 ndani ya tamthilia yako ambayo inaitwa Jide and Lynette. Kama bado hujaitazama episodi ya kwanza, episodi ya pili, basi hakikisha unaitazama hapo juu. Sasa hii ni episodi ya 3, tunaendelea pale ambapo tuliishia, ambapo wasiwasi ni mkubwa sana kwa upande wa Jide. Je, anaweza akadumu na mwandada anaitwa Lynette, huku upendo wa Lynette ukiwa ni mkubwa zaidi, ila hofu kubwa ni kutokea kwa wazazi wake. Usaliti ndani ya familia hii ni kutoka kwa familia ya kina Lynette. Lengo lao kubwa ni kuweza kumwangusha Jide. Tuende kwenye sehemu ya 3. Usiku wa jiji ulikuwa mzito, taa za majengo zikichanganyika na mwanga wa barabarani. Chini Jide alikuwa amekaa ofisini mwake akitazama faili la kampuni yake, uso wake ukiakisi wasiwasi mkubwa mno. Maneno ya meneja yake yalikuwa yanakuja akilini. Bosi, tuna uhakika kuna mtu ndani ya kampuni yako anashirikiana na watu wa nje kuiba mradi huu. Jide alishika kioo chake cha kahawa kwa nguvu, akiwa na mawazo yakiwa yamejaa hofu. Mradi huu ulikuwa wa thamani ya mabilioni, na kuharibika kwake kungepelekea kampuni hiyo kupotea na kushuka kabisa. Ghafla mlango wa ofisi uligongwa. Ilikuwa ni Amina, rafiki wa karibu wa Lynette, akitabasamu kwa hofu kidogo. Samahani Jide, nilihisi lazima niondoke kimya, kuna mambo hatuwezi kuyaacha. Ilikuwa ni sauti ya Amina alipoingia kwenye ofisi ya Jide. Jide alishangaa. Unamaanisha nini Amina? Wazazi wa Lynette na wafanyabiashara Ito Victor wanajaribu kuharibu mradi wako kisha kumfanya Lynette akuache. Amina alisema kwa hofu na sauti ambayo ilikuwa ni ndogo sana. Jide alisimama kwa ghafla, uso wake ulipata muonekano mgumu, macho yake yakionyesha hatari ilikuwa inakaribia. Wakati huo ndani ya nyumba ya wazazi wa kina Lynette, baba yake alikuwa ameketi mezani mwa Victor. Wakati huo wakawa wanaongea. Wakati mradi huu unapopotea, binti yangu atarudi nyumbani. Hii ndio nafasi yetu, baba alisema kwa wasiwasi bila hila kabisa. Sasa lakini walishindwa kugundua kuwa Lynette alikuwa amesimama kimya nje ya dirisha akisikia kila kitu. Moyo wake ulipiga kwa nguvu, machozi yakijaa machoni mwake. Alijua sasa lazima atoe uamuzi kuhusiana na hiki ambacho ameweza kukisikia. Kwa mshikamano alichukua simu yake na kumpigia Jide. Jide, kuna hatari kubwa. Wazazi wangu wanahusika. Alisikika akitokwa na oga. Alisikika huko akitokwa kwa uoga mkubwa. Jide alipokea simu yake, uso wake ukiwa mkali lakini macho yakiwa na hofu. Lynette, nitakulinda, kwa hiyo hakika hatuwezi kuruhusu hilo lifanyike. Kimya kizito kilitanda baada ya vita ya kweli ambayo ilikuwa imeanza. Sasa mwisho wa episodi hii unaweza kujiuliza, je, Jide ataweza kuokoa mradi wake wa kampuni? Je, Lynette atachagua mapenzi au familia yake? Nani ndani ya kampuni anaweza kumzoofisha Jide na